Kitabu cha Yoshua 7. Nitasoma kuanzia hapo moja. Lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu. Maana Akani mwana wa Kami mwana wa Zabdi mwana wa Zera wa kabila ya Yuda alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Tunaambiwa kwamba wana wa Israeli wakafanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu. Akani mwana wa Kami mwana wa Zabdi mwana wa Zera wa kabila ya Yuda alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Kwa hivyo alichukua vitu ambavyo hakuwa achukue, vilikuwa vimewekwa wakfu. Nayo hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Hapa ilikuwa ni baada ya wana wa Israeli kuchukua Yeriko. Tunaambiwa kisha Yoshua akatuma watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Ai ulio karibu na Bethaveni upande wa mashariki wa Betheli. Akawaambia akisema, pandeni juu mkaipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakaupeleleza Ai. Kwa kuwa sasa walikuwa wameshapiga Jericho, ilikuwa sasa waende tena wachukue Ai. Na sasa Yoshua ametuma watu kuambia waende wakapeleleze Ai. Wakarejea kwa Yoshua wakamwambia, wasiende watu wote, ila waende watu kama 2,000-3,000 wakaupige Ai. Usiwataabishe watu wote kwa kuwaendesha huko, maana watu hao ni wachache tu. Kwa hivyo sasa ilikuwa waende wachukue Ai, nchi ambayo iliitwa Ai. Na wakati kumbuka walikuwa wameshapiga Jericho. Walikuwa wameshazunguka Jericho, wakapiga kelele, ukuta za Jericho zikaanguka, wakaingia na hakika wakamaliza mji wa Jericho. Na sasa imefikia wakati wanaendelea mbele kuchukua Ai. Kumbuka kwamba ilikuwa sasa ni wakati wao kuanza kuchukua zile vitu zote ambazo Bwana alikuwa amewabarikia. Zile nchi ambazo Bwana alikuwa amewabarikia. Na sasa wakienda kuchukua Ai, kitu ya kwanza ni kwenda kuipeleleza, na wakaangalia wakaona watu wa Ai, wakaona Ai hata hawahitaji watu wengi kupigana na Ai. Hao walioenda kupeleleza wakarudi wakaambia Joshua, hata hakuna haja ya kutuma jeshi nzima iende kupigana na Ai. Tupatie tu watu wachache, sababu watu wa Ai hata sio wengi sana. Kwa hivyo Ai haikuwa kubwa machoni pao. Haikuwa nchi inaonekana ati ni tishio kubwa, sababu hawakuwa wengi vile. Kwa hivyo akamwambia watu wasiende watu wote, ila waende watu kama 2,000-3,000 wakaupige Ai. Usiwataabishe watu wote kwa kuwaendesha huko, maana watu hao ni wachache tu. Basi watu wakaenda hao wapata 3,000 tu, nao wakakimbia mbele ya watu wa Ai. Watu wa Ai wakawapiga watu kama 36, wakawafuatia kutoka mbele ya mlango mpaka Shebarimu, wakawapiga huko kwenye mteremko. Mioyo ya watu ikayeyuka, ikawa kama maji. Kwa hivyo wana wa Israeli wakaenda kupigana na Ai. Hawakwenda watu wengi sana, ati watu 3,000. Na watu 3,000 walipoenda kule kupigana na Ai wakawapiga wana wa Israeli, wakawakimbiza. Hata wakaangusha watu 30, wakazidi wakawakimbiza tena na kuwamaliza. Bwana asifiwe. Na ikafika wakati ati tunaambiwa
mioyo ya watu ikayeyuka, ikawa kama maji. Waliangalia wakaona Ai sio mji mkubwa, wakaona hata sio wengi na sio lazima waende wakiwa wote kupigana na Ai. Kwa hivyo wakaenda watu wachache. Na kumbe Ai tena ikawa kwamba watawapiga Israeli na hata kuwakimbiza, na kwa hivyo wana wa Israeli wakawa wakukimbia mbele ya Ai na mioyo ya watu ikawa na maji. Yoshua akararua mavazi yake, akaanguka kifudifudi mbele za sanduku la Bwana hata jioni, yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. Bwana asifiwe. Israeli ikawa ya kushindwa. Walienda wakijua kwamba Mungu yu pamoja nao. Walijua kwamba Bwana amewatuma. Wakavuka mto Jordan, wakajua wakivuka Jordan wanaenda na ndio kutakuwa na vita, lakini Bwana yu pamoja nao. Kulikuwa na vita mbele zao. Bwana asifiwe. Amen. Walipovuka Jordan, tunaona walipopata Jericho, Bwana alikuwa pamoja nao na wakaangusha mji wa Jericho. Kwa hivyo sasa walijua kwamba tuko na Mungu, na hata wameona evidence ya kwamba Mungu yu pamoja nao. Walipiga kelele na hakika kuta za Jericho zikaanguka. Kwa hivyo wakapata ushindi katika kwa ile vita. Na sasa wakaona kweli Mungu yu pamoja nao. Sasa ikafika ni wakati tena wa kupiga Ai. Na ilipofika hapa, sasa hata askari wako na confidence ya kwamba sio lazima tuende wote. Walipochungulia Ai wakaona hata sio watu wengi. Kwa hivyo ikawa hata sio lazima tuende tukiwa jeshi nzima. Watu 2,000-3,000 imetosha. Kwa hivyo wakatumwa wakiwa 3,000, basi endeni mpige mji wa Ai. Lakini walipofika kule ikawa kwamba Israeli wakapigwa. Ai wakapiga Israeli. Na Ai hawakuwa watu wengi vile. Hawakuwa ati mji mkubwa ambao wana wa Israeli wakiangalia walitishika. Kumbukeni hapo mbeleni tunakumbuka kuna wakati walikuwa uangalia jeshi wanasema wale ni wengi kama nzige na hata ni wakubwa na hawa ni wadogo. But this time walipoangalia kwa macho yao haikuwa jeshi kubwa hiyo jeshi ya Ai. Walikuwa ni watu wachache. Lakini tunaambiwa wakawa wakupigwa, wakawa wakukimbizwa, wakawa wakuangamizwa. Bwana asifiwe. Yoshua akararua mavazi yake, akaanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana hata jioni, yeye na wazee wa Israeli. Kwa hivyo wakawa na kilio. Wakatia mavumbi vichwani mwao. Yoshua akasema, Ee Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu hawa mto wa Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Bwana asifiwe. Nakumbuka hapo mbele Joshua hata akitumwa na Musa mara mingi alikuwa akijua vita vyote wanatumwa sababu Mungu yu pamoja nao, ni lazima watashinda. Kukiwa na vita mbele yao ni lazima watashinda kwa sababu Mungu yu upande wao. Lakini sasa imefika mahali ikawa Israeli wameenda na ripoti ikakuja kwamba Israeli wamepigwa. Kwa hivyo sasa Yoshua yuko mbele ya Mungu, mbele ya sanduku la agano, akiuliza ati kwa nini umewavusha watu hawa mto wa Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tungalikuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordani. Kwa hivyo hata heri tungetosheka na tukae ile ng'ambo ingine ya Yordani. Bwana asifiwe. Ati ni kama sasa kusema hata yani ni kama hii tumejaribu sasa, ni kama tumejaribu zaidi sana, hata tungebaki na ile tulikuwa nayo mbeleni kuliko sasa kukimbilia hii nyingine. Tungetosheka na ile tulikuwa nayo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ilikuwa ni kilio
Joshua alikuwa nayo. Laiti tungalikuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordani, tungetosheka tu na ile tulikuwa nayo. Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Kwa hivyo Yoshua, hiyo jambo ya kwamba Israeli ilikimbia adui zao, iliwapa kisogo adui zao, ilikuwa ni jambo nzito sana kwa Yoshua. Na ukikumbuka kwamba Yoshua alikuwa ni mtu ambaye hakika amemwamini Mungu na alikuwa ameona mkono wa Mungu ukiwaokoa wana wa Israeli. Aliona Mungu akiwaokoa Misri kutokana na Farao. Aliona ile miujiza ambayo Bwana alitenda kule Misri. Aliona vile Bwana aliwatoa kwa mkono wake kule Misri. Kwa hivyo alikuwa na ushuhuda ya kwamba Bwana utenda. Alikuwa na ushuhuda ya nguvu za Mwenyezi Mungu, kwa kuwa ni Mungu aliwatoa Misri na ndio huyu amewaleta awapeleke mpaka Kanaani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yoshua ndani yake alikuwa na ushuhuda ya kwamba hakika Bwana hutenda. Yeye ako na nguvu, yeye ako na uwezo. Alikuwa hata akiwa na Musa na Bwana akishuka kunena na Musa, Yoshua alikuwa pamoja na Musa. Kwa hivyo Yoshua hakuwa anabahatisha. Alikuwa na uhakika ya kwamba ni Bwana yu pamoja nao. Na sasa jeshi ya Israel ndio hiyo wamepigwa na adui. Kwanza wamepigwa na adui mdogo Ai, wakawa wakukimbia. Sasa Yoshua hata hana maneno, atasema nini? Na Israel wamewapa adui zao kisogo, wakakimbia. Wameenda wakapigana, wakapinduka, wakakimbia, wakaangamizwa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Yoshua ako na kilio. Kwa nini? Basi tungetosheka na ile tulikuwa nayo. Sababu tulishinda mpaka mahali fulani, basi tungebaki tu na hiyo kuliko labda kukimbilia hii ingine nyingi zaidi. Ati niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Maana Wakanaani na wenyeji wote wa nchi hii watasikia habari hii, nao watatuzingira na kulifuta jina letu katika nchi. Nawe utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? Kwa hivyo sasa Wakanaani wakisikia yale yametendeka, wajue ya kwamba Israeli wamekimbia adui, basi watakuja wawazunguke na waangamize, wawamalize. Na sasa Yoshua anauliza Mungu, utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? Kwa sababu sasa watu watadhihaki hilo jina, wakisema kitu gani? Wale tuliwamaliza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sasa watu watadhihaki jina la Mwenyezi Mungu. Watu watamaliza wana wa Mungu na kisha wadhihaki lile jina. Sababu kukiulizwa wale watoto wa Mungu watasema Mungu gani, na wale watu tuliwamaliza. Kwa hivyo Yoshua alikuwa na kilio mbele ya Mwenyezi Mungu. Hii jambo imetendeka, hata hana maneno ya nini atasema mbele hata ya watu. Bwana apewe sifa. Alafu kisha tunaona hapo 10, Bwana akamwambia Yoshua, haya, inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Ati inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi. Naam, wamelivunja agano langu waagiza. Naam, wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena msipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Bwana anamuuliza Joshua, kwa nini umeanguka kifudifudi?
Ingawaji Yoshua alikuwa ni kama anaomboleza, Bwana hakuwa anaomboleza pamoja na Yoshua. Yoshua analia, hii jambo inawezekanaje, lakini Bwana hakuwa na kilio ati jambo hii imefanyika. Bwana alielewa ni kwa nini jambo lile limeendelea. Bwana alijua ni kwa nini Israeli wamekimbia mbele ya adui zao. Sababu Bwana anamwambia Israeli wamefanya dhambi. Wamevunja agano langu nililowaagiza. Wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba. Kwa hivyo vile vitu vilikuwa vimewekwa wakfu vimeibiwa na vimefichwa na vimo katikati ya wana wa Israeli. Na anaosema hiyo ndio sababu hawawezi hata kusimama mbele ya adui zao. Wakawapa visogo adui zao kwa sababu wamelaaniwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Israeli haiwezi ikashinda kwa sababu wamevunja agano la Mwenyezi Mungu. Hawawezi wakashinda kwa sababu wamelaaniwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Bwana anasema sitakuwa pamoja nanyi. Kwa hivyo Bwana hakuwa pamoja na wana wa Israeli hata wakienda hiyo vita. Bwana asifiwe. Hakuwa pamoja nao. Anasema wamelaaniwa, wamevunja agano lake. Na kwa sababu hiyo hawawezi simama mbele ya adui zao. Hawawezi pata ushindi. Hawawezi kushinda hata wakipigana na adui zao. Kwa sababu wamevunja agano la Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Na ukiona vile walienda, walikuwa confident, hapa tutashinda. Waliangalia adui wao, wakaona adui ni mdogo, walidharau adui wao. Haleluya. Na wakaona watashinda sababu ya wingi wao. Watashinda sababu adui ni mdogo. Bwana asifiwe. Bila kuelewa ya kwamba kama wana wa Mungu, ushindi wetu ni kutoka kwa Mungu, sio kutokana na nguvu zetu au wingi wetu au hata uchache wa adui zetu. Adui anaweza kuwa ni mmoja na ni mdogo, lakini anaweza kukuangamiza kama Bwana hayuko pamoja nawe. Lakini wana wa Israeli waliona tutashinda sababu sisi ni wengi, wale ni wadogo. Hata hawaangalii, hawarudi kwa Mungu kujua kama waende ama wasiende. Kabla waende kupigana na Jericho, sababu ilikuwa iko na ukuta ambazo zimesifika, hakuna watu wameshawahi kupita hizo ukuta. Walipoenda pale, Bwana aliwanenea hata kabla waende Jericho. Na waliponenewa walienda na wakatenda vile Bwana amesema, na hakika kuta za Jericho zikaanguka. But this time wakiangalia adui wanaona ni wadogo. Badala kwanza wasikie hata kutoka kwa Mungu kuhusu huyu adui mdogo, wao waliona hata tusiende wote, tuende wachache, tutashinda. Lakini walipofika pale wakapata adui ana nguvu zaidi yao. Na Bwana anasema hakuna vile wana wa Israeli wangesimama mbele ya adui zao sababu wamelaaniwa. Sababu wamevunja agano la Mungu. Wametenda dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hiyo dhambi imefanya Bwana awaondokee. Na sababu Bwana amewaondokea, hakika hata adui ambaye ni mdogo angewaangusha. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo kama wana wa Mungu, hatuwezi sema tuko na nguvu au tuko na uwezo. Ni Mungu akiwa ndani yetu. Yeye akiwa upande wetu, pale ndio tunaweza jisifu na kusema hakika tutashinda. Bwana akituambia tutashinda, nasi tunaamini kwamba tutashinda. Tusidharau na kusema yule hata Bwana unaambia Mungu hata wewe ngoja ule nitamweza peke yangu. Bwana asifiwe. Akikuondokea hata jiwe ndogo inaweza kukuvunja mguu. Hata stairs ukishuka inaweza kukupeleka hospitali. Bwana asifiwe. Kama Bwana hayuko upande wako. Kwa hivyo wana wa Israeli wakawa wakukimbizwa, na Yoshua anaambiwa hawezi shinda. Wamelaaniwa, hawawezi kushinda, hawawezi simama mbele ya adui. Kwa hivyo pale hata walipoanza kupigana na adui zao, wao wakawa na sijui hata kama ni woga iliwashika ama adui walikuwa na skill zaidi kuwashinda, but hawangesimama mbele ya adui zao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ushindi wetu kutokana kwa Mwenyezi Mungu. Kushinda kwetu kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Sio ujuzi wetu. Sio ile tumesema tuna hekima.
au atikuangalia na kusema hii ninajua, ama baba zetu walikuwa naweza hivi. Bwana asifiwe. Ni vile Bwana anatenda akiwa ndani yetu. Akitaka tushinde, hata kama ni adui wakubwa namna gani, tutawashinda. Bwana asifiwe. Lakini kama hayuko pamoja nasi, hatuwezi simama na confidence na kusema wale ni wachache, tutashinda. Bwana asifiwe. Ati ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa, mimi sitakuwa pamoja nanyi tena msipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Haya, inuka uwatakase watu, ukaseme, jitakaseni muwe tayari kesho, maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kitu kilichowekwa wakfu kiko katikati yako, Israeli. Huwezi kusimama mbele ya adui zako hata mtakapokiondoa kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Bwana asifiwe. Hamwezi simama mbele ya adui mpaka mtoe kile mlicho nacho ambacho kimewekwa wakfu. Kwa hivyo jambo lile limetendeka, lazima kwanza liondolewe. Lazima watu watakaswe ili waweze kusimama mbele ya adui zao. Basi asubuhi tunaambiwa mtaletwa karibu nami kabila kwa kabila, kisha itakuwa ya kwamba kabila lile atakayoitoa Bwana itakaribia, jamaa kwa jamaa, na jamaa ile atakayoitoa Bwana itakaribia, nyumba kwa nyumba, nyumba lile atakayoitoa Bwana itakaribia, mtu kwa mtu. Tena itakuwa ya kwamba yeye atakayetwaliwa naye anacho kitu kile kilichowekwa wakfu atateketezwa kwa moto, yeye na vitu vyote alivyo navyo, kwa sababu amelivunja agano la Bwana na kwa sababu ametenda upumbavu katika Israeli. Ati basi Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, akawasongeza Israeli kabila kwa kabila. Kabila ya Yuda ikatwaliwa. Kwa hivyo sasa wakaletwa wote, kabila zote mbele ya Joshua. Kabila ya Yuda ikaitwa. Akazisongeza jamaa za Yuda, akaitoa jamaa ya Wazera. Akaisongeza jamaa ya Wazera mtu kwa mtu, Zabdi akaitwa. Akawasongeza watu wa nyumba yake moja moja, Akan mwana wa Kami mwana wa Zabdi mwana wa Zera wa kabila ya Yuda akatwaliwa. Kwa hivyo kabila ikakuja, jamaa za kabila, familia zikaitwa, na mtu kwa mtu wakatafutwa mpaka Akan akaitwa, akaletwa mbele. Yoshua akamwambia Akan, mwanangu, nakusihi umtukuze Bwana Mungu wa Israeli, ukaungame kwake, uniambie sasa ulilolitenda, usinifiche. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kumeletwa ikawa ndio huyu yule ambaye Yoshua aliambiwa atafute. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jamaa akaletwa pale mbele, yule ambaye sababu yake Israeli imekuwa ya kuwapa adui kisogo. Na sasa Yoshua anamuuliza, nakusihi niambie sasa ulilolitenda, usinifiche. Akan akamjibu Yoshua akasema, kweli nimefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wa Israeli. Mimi nimefanya mambo haya na haya. Nilipoona katika nyara joho nzuri ya Babeli na shekeli 200 za fedha na kabari ya dhahabu uzani wake shekeli 50, basi nalivitamani nikavitoa. Tazama, vimefichwa mchangani katikati ya hema yangu, na ile fedha chini yake. Kwa hivyo mtu akasema ukweli ya kwamba yeye alichukua joho nzuri, alichukua fedha, alichukua hata na dhahabu, na ameficha pale katika hema yake. Basi Yoshua akatuma wajumbe, wakapiga mbio mpaka hemani, na tazama, vile vitu vilikuwa vimefichwa hemani
mwake na ile fedha chini yake, wakavitoa kutoka hapo katikati ya hema, wakavileta kwa Yoshua na kwa wana wa Israeli wote, nao wakaviweka chini mbele za Bwana. Kwa hivyo wakaenda kwa hema ya Akan, wakatoa zile vitu zote, fedha, dhahabu, joho zile alikuwa ameficha pale, zikaletwa pale mbele za Bwana. Kisha Yoshua na Israeli wote pamoja naye wakamtoa Akan mwana wa Zera na ile fedha na ile joho na ile kabari ya dhahabu na wanawe na binti zake na ng'ombe zake na punda zake na kondoo zake na hema yake na vitu vyote alivyokuwa navyo, wakavileta juu ya bonde la Akori. Yoshua akasema, mbona umetufadhaisha hivi? Bwana atakufadhaisha wewe leo. Ndipo Israeli wote wakampiga na mawe, kisha wakateketeza kwa moto na kuwapiga kwa mawe. Bwana asifiwe. Ati kisha wakakusanya juu yake chungu kubwa ya mawe hata leo. Naye Bwana akauacha ukali wa hasira yake, kwa sababu hiyo jina la mahali pale ikaitwa bonde la Akori hata hivi leo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akamuuliza, kwa nini umetaabisha? Bwana asifiwe. Kumaanisha kwamba sasa huyu ndio sababu ya wao kuanguka, ndio sababu ya wao kupinduka na kukimbia mbele ya adui zao. Na Yoshua hakupoteza wakati. Vile aliambiwa na Bwana atateketezwa na mali na vitu vyake vyote, wakampiga mawe na wakamteketeza. Bwana asifiwe. Kwa nini? Sababu hiyo ndio ilikuwa sababu ya wao kushindwa kwa vita. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya wao kutoweza kuchukua kile Bwana aliwaagizia, endeni mkachukue. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Joshua akatoa katikati yao kile ambacho kilikuwa kimewarudisha nyuma, kile kilikuwa kimeleta laana katika nyumba ya Israeli. Bwana apewe sifa. Na alipoondoa, tunaambiwa hasira ya Bwana ikatoka juu ya nyumba ya Israeli. Bwana asifiwe. Ni kusema sasa mnaweza enda mshinde. Sasa mnaweza enda mpate kile nimewaagizia mkapate. Bwana asifiwe. Sababu Bwana alisema lazima Israeli itakaswe kwanza. Kilicho kichafu kiondolewe. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio unaona mara mingi hata Kristo akitunenea na kusema, ikiwa ni jicho lako linafanya uende kwa dhambi, ling'oe. Amen. Kama ni mguu, ondoa. Kama ni mkono, ng'oa. Bwana asifiwe. Amen. Sababu hii kama ndio inakuzuia, toa. Bwana apewe sifa. Na katika nyumba ya Israeli, Joshua alipoambiwa nini ambayo inawakula, alienda na kung'oa mara moja. Bwana asifiwe. Kwa sababu sasa kushindwa katika vita ingeleta mambo mengi zaidi. Mpaka unaanza kushindwa, ni Bwana amenena au si Mungu amenena? Ni Mungu ametuahidi au sio Mungu ametuahidi? Ndani yako unajua ahadi za Mungu ni na amina, ni za kweli. Bwana asifiwe. Na sasa kwenda vitani na kushindwa, na Bwana amesema nimewapatia. Bwana asifiwe. Hiyo kweli ilikuwa ni jambo nzito kwa Joshua kuchukua. Bwana asifiwe. Lakini Bwana akamuonyesha, ondoa hii. Kuna jambo hapa, liondoe nami nitakuwa pamoja nanyi. Lakini kama hamtaliondoa, mimi nitakaa mbali nanyi. Bwana asifiwe. Joshua akachagua heri kuwa pamoja na Bwana. Haleluya. Niondoe kile ambacho kinakula nyumba ya Israeli, ili nipokee kile Bwana ameniambia nikapokee. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata katika maisha yetu, mambo yote ambayo tunajua hayamfurahishi Mungu, mambo ambayo tunajua kwamba haipendezi Mwenyezi Mungu akitutizama, hebu tung'oe katika maisha yetu. Tusiwe kama nyumba ya Israeli, tunaenda kupigana na Ai na bado tunaitwa watu ambao wamelaaniwa. Tusiwe ni kama watu ambao wamelaaniwa na hapa tunataka kusimama mbele ya adui zetu. Bwana asifiwe. Kwanza ni kujitakasa. Kwanza ni kutakasa nyumba zetu. Chochote ambacho hakimpendezi Mungu kukiondoa. Bwana asifiwe. Chochote ambacho hakifurahishi Mungu kuking'oa katika nyumba zetu. Daudi alikuwa akimwambia, nitizame, nichunguze. Kama kuna jambo ambalo ni mbaya, njoo uondoe. Na hebu nasi tuwe hivyo mbele ya Mwenyezi Mungu. Sababu wakati tunaitwa wabarikiwa, hakika hakuna adui anaweza kutustahamili. Hakuna adui anaweza kutuzuia.
Bwana asifiwe. Lakini wakati Mungu ametuondokea, hata adui awe mdogo namna gani. Unashaona mtu anaulizwa, wewe umepigwa aje na mtu mdogo hivi? Hivyo ndivyo itakuwa kama watu hawana Mungu ndani yao. Bwana asifiwe. Lakini akiwa upande wetu, watu watakuwa wakiuliza, mumewezaje kuangusha ukuta hizi za Jericho na ambazo hazijawahi kuangushwa tena? Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Yoshua alipojua kuna jambo inawakula, alienda na kuiondoa mara moja. Na baada ya kuondoa lile jambo, tunaambiwa atikisha Bwana akamwambia Yoshua, nasoma hapo 8 kwanza. Kisha Bwana akamwambia Yoshua, usiche wala usifadhaike, uchukue watu wote wa vita waende pamoja nawe, nanyi inukeni mwende Ai. Angalia, mimi nimemtia mkononi mwako huyo mfalme wa Ai na watu wake na mji yake na nchi yake. Nawe utautenda mji wa Ai na mfalme wa Ai kama ulivyoutenda mji wa Jericho na mfalme wake. Lakini nyara zake na wanyama wake na mji mtavitoa kuwa mateka yenu wenyewe. Huo mji uweke waoteaji upande wa nyuma. Bwana apewe sifa. Na hakika Yoshua walipoenda this time Ai walishinda. Bwana asifiwe. This time walipoenda vile Bwana amewatuma, walienda na wakashinda. Na haikuwa vita vilikuwa ni nyingi ambayo Yoshua alikutana nazo baada ya hii. Alikutana na wafalme wengi, na vita zote ambazo alipigana baada ya hii jambo alishinda vita zote. Bwana asifiwe. Alijua kama Mungu hayuko pamoja nasi, hakika hatutaweza. Bwana asifiwe. Na hebu tuelewe hivyo hata na nyumba zetu, na watoto wetu, na familia zetu, ya kwamba duniani tunaenda kushinda, lakini tutashinda kama Bwana yu pamoja nasi. Kwa hivyo hebu tuwe tunajichunguza na tunachunguza nyumba zetu, na chochote kile ambacho hakimfurahishi Mungu tunakiondoa. Bwana asifiwe. Ikiwa kuna jambo tunajua haifurahishi Mwenyezi Mungu, ing'oe, iondoe. Iwe ndani yako ama iwe kwa familia yako, enda ung'oe. Bwana asifiwe. Simama mbele za Mungu, Bwana aseme nimekubariki. Enda Ai ushinde. Na hakika ukienda, Mungu amekutuma, utaenda na utashinda. Bwana asifiwe. Usikuwa unachunguza adui zako na kusema pale ninaweza. Hauwezi kama Mungu hayuko pamoja nawe. Kuna wengine unaona mwingine amefanya biashara anasema hata mimi ninaweza, inaonekana rahisi. Anaenda anaanguka. Bwana asifiwe. Ni Mungu amesema. Bwana asifiwe. Ni Mungu amekubariki. Ama ni wewe umeona kwamba uko na nguvu na ama uko na hekima. Bwana asifiwe. Turudieni huyu Mungu wetu. Ni mwema, ni Mungu ambaye ahadi zake ni za kweli. Na watu wake amewapenda. Na ikiwa ni kuwainua atawainua. Bwana asifiwe. Ikiwa tutamfuata na kutii vile Bwana anatuambia. Tusiwe watu tusiwe watu ambao ati vita zetu zote tunapigana kwa sababu tuko na nguvu ama sisi ni wengi. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa uko peke yako kwa nyumba yenu, lakini wewe umetosha kama utamwamini Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tujue kwamba Mungu anatupenda, Mungu anatujali. Ni mengi mema ametuwekea. Kwa hivyo hawa wana wa Israeli walikuwa wamewekewa hizi nchi zote, but dhambi kaja katikati yao. Ndio Bwana anataka kuwabariki, lakini sio sasa. Kwanza nitakaa mbali na nyinyi. Ondoeni uchafu. Akishaondoa uchafu anakuja na kuwakabidhi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hebu Mungu atukabidhi yale ametuwekea. Nasi hebu tung'oe yale hayampendezi. Na hakika tutaona ushindi wa Mwenyezi Mungu katika yote. Bwana asifiwe. Tutafika hapo kwa leo na Bwana akubariki.